Hali gani mwanafamilia wa channel tupendwa hii hapa hii Bizoza Media. Kama ndo mara yako kwanza basi nikusihi usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Bwana, tumeweza kuona mambo mengi ambayo yanayoendelea sasa hivi mitandaoni kuhusiana na Zuchu pamoja na kaka yetu Diamond Platnumz. Kikubwa ambacho kinachoendelea kwa sasa ni Zuchu kuwa mjamzito, na leo hii ameweza kuposti moja kati ya picha ambayo watu wengi imeweza kuwavutia sana, na wengi wao waliishia kuweza kumpa hongera nyingi kuhusiana na hiki ambacho alichoweza kukiposti, na wakasema kwamba Mungu hajawahi kumwacha mtu mnyonge hivi. Kiukweli Mungu amekutendea mambo makubwa, hivyo kwenye hili Mungu atasimama nawe katika kila hatua ya maisha yako. Mungu akuletee kizazi kilicho bora na akupe moyo wa ustahimilivu. Sasa hayo ndio mambo ambayo wameweza kuyaandika mashabiki kuhusiana na picha ambayo iliweza kuiposti bibi Zuchu akionekana kuwa ni mjamzito. Lakini pia tumeweza kuona baadhi ya watu wengi wameweza kufunguka na kusema kwamba kiukweli sisi kama mashabiki tunaona kabisa bibi Zuchu ameingia katika mitego ya bwana mkubwa Diamond Platnumz. Hili jambo linaniumiza sana, naziona dalili za kuweza kuachwa kwa mara nyingine bibi Zuchu. Lakini kwa upande wa Zuchu, baada ya hayo yote watu kuweza kuongea, leo hii ameweza kuyajibu na kusema kwamba mahakika nampenda sana mume wangu na yeye ananipenda kwa 100%, hivyo niwaondoe wasiwasi mashabiki zangu kuhusiana na huyu kijana wenu mimi kuweza kuniacha, bali nataka niwaambie kitu kimoja kwamba nawapenda sana na natamani kuweza kuona mkifika mbali zaidi ya pale ambapo mlipo, kwa sababu nyie ni moja kati ya watu ambao mnanifanya naendelea kuenjoy na kuwafurahia katika maisha, kwa sababu kuna mambo mengi ambayo yamekuwa yakitokea katika maisha yangu, na nyie ndiye watu pekee ambao mnaonifanya niwe katika mikakati na misingi iliyo bora, kwa sababu watu wengi hawaamini kwenye kile ambacho kinachokiongea, ila leo hii nimeona thamani yenu na nimeona ni umuhimu gani ambao nimeweza kuwapa. Mimi nashukuru kwa kila kitu ambacho mlichoweza kunitendea katika maisha yenu, ila ninaamini uwepo wa Mungu upo nami katika kila sehemu. Na pia nataka kuambia kitu kimoja ambacho msichoweza kukielewa na mnatakiwa kuweza kukielewa, ni kwamba mimi ni moja kati ya mwanamke ambaye ni mpambanaji na mkakamavu katika maisha, hivyo huacha tuone mwisho wa haya yote itakuwaje, kwa sababu kuna mambo mengi ambayo yamekuwa yakitokea katika maisha, hivyo naachana na kila kitu na focus na kile kitu cha msingi ambacho natakiwa kuweza kukifanya. Ila hizi tantalila ambazo zinazoendelea sasa hivi mitandaoni tuachane nazo, kwa sababu kuna mambo mengi ambayo yanayoendelea na wengi wao wanatamani kuweza kuona watu wengine wakiwafanya wajisikie vibaya. Na pia tumeweza kuona ni namna gani ambavyo watu wengi wameshindwa kuweza kulitambua hili, na wakasema kwamba yatupaswa kuweza kuhakikisha kila kitu kinakuwa katika misingi na mikakati iliyo bora. Sasa leo hii kuna vitu vingi ambavyo vinavyoendelea, na wengi wao wameweza kuwafanya watu wengine wajisikie kama wao ni watumwa kwao. Hivyo nataka kukili na kusema kwamba haitokuja kujitokeza dhambi nyingine ya mimi kuweza kuwafanya watu wengine wajisikie vibaya. Bwana, mimi nikusii kitu kimoja, kama ndo mara kwa kwanza basi usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment, kwa ukifanya hivyo utakuwa umejiweka katika nafasi nzuri ya wewe kuweza kuenjoy na kufurahi pia.